mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Januari 29. Somo lisemalo, ijaze akili kwa ukweli wa Mungu. Hebu na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako. Asante kwa asubuhi hii tunapoenda kusoma neno lako. Kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu, amina. Tena kwa hiyo ametukirimia zawadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Petro wa pili 1:4. Ni wajibu wa kila mwana wa Mungu kuijaza akili yake kwa kweli za Mungu, na kadri anavyozidi kufanya hivyo ndivyo atakapozidi kuwa na nguvu na uwazi wa akili ili kuelewa mambo mazito ya Mungu. Naye atakuwa na bidii na nguvu zaidi kadiri kanuni za ukweli zinavyotekelezwa maishani mwake kila siku. Kile ambacho kitawabariki wanadamu ni maisha ya kiroho. Yeye ambaye anapatana na Mungu atamtegemea daima kwa ajili ya nguvu. Basi nyinyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Inapaswa kwa kazi yetu ya maisha daima kutafuta ukamilifu wa tabia ya Kristo, tukijitahidi daima kupatana na mapenzi ya Mungu. Juhudi zilizoanzia hapa zitaendelea hata milele. Maendeleo yanayofanywa hapa tutakuwa nayo hata tutakapoingia katika uzima wa milele. Wale ambao ni washirika wa upole, usafi na upendo wa Yesu watafurahia katika Mungu na wataangaza nuru na furaha kwa wote wanaowazunguka. Fikra kwamba Yesu alikufa ili kutununulia uzima wa milele inatosha kuamsha mioyoni mwetu shukurani ya kweli na ya hali ya juu, na kutoa midomoni mwetu nyimbo za sifa kwa shauku kuu zaidi. Ahadi za Mungu ni nyingi na kamilifu na ni za bure. Yeyote atakaye kwa nguvu za Kristo kutii masharti anaweza kudai ahadi hizi pamoja na utajiri wake wote wa baraka kama zake, na akiwa amejazwa kwa wingi hivyo kutoka katika nyumba ya hazina ya Mungu, anaweza katika safari ya maisha mwenende
kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, wa kielelezo cha uchaji Mungu, akiwabariki wanadamu wenzake na kumheshimu Muumba wake. Ingawa Mwokozi wetu angewalinda wafuasi wake dhidi ya kujitumainia nafsi kwa ukumbusho, pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote, ameungana nalo kwa ajili ya kututia moyo na kutupatia uhakikisho wa neema. Yeye akaye ndani yangu huzaa matunda mengi. Huu ndo mwisho wa somo lisemalo, ijaze akili kwa ukweli wa Mungu. Hebu na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa somo zuri. Asante kwa somo ambalo linatukumbusha tuijaze akili kwa neno lako, tuijaze akili kwa kutenda mema. Baba, asubuhi ya leo tunapokuwa tumejikabidhi mikononi mwako, kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu, amen. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia, nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo, daima utashinda, uhuru ni wako, nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo, daima utashinda, uhuru ni wako, nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo, daima utashinda, uhuru ni wako, nisikie maneno, huachwi